Sasa leo tunazungumza miaka 30 tangu VETA ianzishwe, lakini tuna miaka 50 ambapo ndio palitoka tukio kubwa sana la kusukuma ufundi stadi, mafundi wa ufundi stadi yaweze kupewa nafasi kubwa na sera zikawekwa na sheria zikaanza. Kwa hiyo tulipofika ile mwaka 95 ndio ikaonekana hapana, sasa lazima tuwe na chombo mamlaka ambacho kitakuwa kinasimamia sasa kazi hii yote kwa ujumla wake. Lakini wamejitahidi vile vile sana kuona namna ya kukuza uwezo wa walimu wanaofundisha kwenye hivyo vyuo. Na hili jambo la neema. Tukiwa nao wa kutosha, sababu idadi ya wanafunzi ni kubwa sana, lakini tunahitaji vile vile walimu wa kutosha. Kwa hiyo mimi nataka tu nitoe wito sasa, kwanza kwa vijana, watumie mwanya huu, watumie fursa hii kutafuta kila linalowezekana, kupata nafasi ya kwenda kupata maarifa ya ufundi stadi kupita kwenye vyuo hivi vya VETA. Lakini vipo na vyuo vingine sio VETA, lakini vipo vya watu binafsi, makampuni binafsi. Alimradi mmecheki na watu wanaoshughulika na mamlaka ya VETA hao, watakwambia kampuni ile bomba, ile kampuni ya Pinda pale bomba, usiende, wanawajua. Kwa vijana, tumieni nafasi hii uone namna itakapowasaidia kuwajengea maisha hapo baadaye. Na bahati nzuri tumeangalia VETA tangu mkurugenzi mwenyewe alikuwa anatambulisha kwa maafisa wake wote dogo tu, hakuna libabu wala nini. Kwa hiyo unapata matumaini kwamba fikra zao bado ni zile za vijana, kujaribu kuona namna kusaidia vijana kutoka walipo kwenda mbele zaidi. Kwanza sisi tunashukuru sana kwa mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, kwa kuweza kuja na kuweza kujionea nini VETA tunafanya. Na nipende tu kuwaambia kwamba kuja kwake sio kutaka kuijua VETA. Ni mzee wetu, lakini pia ni Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ambaye alisimamia pia matokeo na maboresho ambayo VETA yameweza kutokea na mengine ambayo sasa hivi tunayaona yakiwa yamefanyika. Kwa katika miaka yetu hii 30 tuliona pia, kwa sababu na yeye pia ni mmoja wapo ya watu ambao waliweza kushiriki na kuhakikisha kwamba VETA ina uwezo wa kuweza kuhakikishiwa kufanya vitu vyake na kuweza kutoa ujuzi kwa Watanzania, ni vema na yeye aweze kushiriki na kuweza kujionea wapi tulipotoka, alipokuwa ametuacha, na wapi tunapotaka sasa hivi kwenda na tulipo. Na kama alivyosema, ameweza kujionea mengi na ameona kabisa kwamba sasa hivi amesema anaondoa shaka, anaamini kwamba gurudumu hili la utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini litaenda vizuri. Na amekuwa ni mtu ambaye anatushauri na kutuambia tuendeje katika maeneo mbalimbali ya ujuzi. Na sisi tunashukuru sana kwa kuja kwake, kwa kuzidi kutupa maoni, mawazo pamoja na maelekezo ambayo anaona kwamba tunatakiwa pende tukayafanye kwa ajili ya mustakabali mzima wa wananchi wa Kitanzania. Lakini nipende tu kusema kwamba kama alivyosema, ujuzi ni kwa mtu yoyote, kwa kijana yoyote wa Kitanzania ambaye anatakiwa aweze kuupata na kwenda kufanya shughuli mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo nipende tu kusisitiza vijana kutumia fursa hiyo kama ilivyosemwa na mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, kwamba ameona ujuzi hapa nchini unahitajika na vijana waweze kwenda kuupata. Lakini nipende tu kutumia fursa hii kwamba kusema kwamba VETA tulikuwa na maadhimisho haya ya kilele cha miaka 30 ya VETA ambayo tulianza tarehe 18 na kesho ni tarehe 21 ambapo maadhimisho haya yataweza kuja kufungwa. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha wananchi kwa ajili ya kuweza kuona nini kilichojiri katika siku hizi 4 tulizokuwepo hapa, lakini na kuambia nini kinachoenda kuja kutokea baada ya kufika miaka hii 30 na katika miaka mingine 50 na 30 ijayo.